nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutambua na kuthamini uwepo wa kundi la vijana mpaka kuunda wizara maalum, na leo hii tunavyozungumza waziri husika tuko naye ndani ya mji wa Tunduma. Lakini la pili, nachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri tangu kuteuliwa, naamini hii ndio ziara yake ya kwanza ndani ya mkoa wetu wa Songwe na mji wetu wa Tunduma. Ameweza kututhamini sana. Awali ya yote nimshukuru Rais kwa kuchagua waziri kijana, na pia nikushukuru mwenyewe. Hekima aliyokupa Mungu endelea nayo, maana ni kitu cha tofauti sana waziri kukubali kukaa kwenye jua afu wananchi wakakaa kwenye kimvuli. Ni hekima tofauti sana. Sisi vijana tunataka tufanye kazi. Hii Tunduma ni ya kwetu sisi. Sisi hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tunataka tuijenge nchi yetu. Wanaokimbia nchi kwa kwenda ng'ambo waende, lakini sisi ni wazalendo. Tunataka tuijenge nchi yetu. Fursa za ajira zianze kuwafuata vijana. Zamani tulikuwa tunasema vijana wazifuate, lakini kwa sababu umekuja kijana mwenzetu, una mbio kama sisi, tafadhali naomba tukimbie pamoja mbio hizi za kuhakikisha vijana wanafikia malengo yao. Asante. Mheshimiwa Waziri, karibu sana katika mkoa wa Songwe, na hapa tupo katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Ziara hii tangu ulipotupatia taarifa ulisema hujaja kwa ajili ya kuwahutubia vijana, kwa sababu unajua vijana wana mengi ya kueleza. Vijana wana uwezo wa kutoa ushauri. Umesema kwenye ziara yako hii umekuja kwa ajili ya kuwasikiliza vijana wanasema nini. Kwa namna ya kipekee, kwa sababu ndio ziara yangu ya kwanza kabisa, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kati ya vijana wengi katika nchi ya Tanzania, na akaona inafaa nitekeleze maono yake kwa vitendo. Na kwa upendeleo mkubwa sana, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tumeundiwa wizara ya maendeleo ya vijana, na wizara hii ili kuhakikisha inatekeleza majukumu yake ipasavyo ameweka chini ya ofisi yake yeye mwenyewe. Sasa ziara yangu hii ni ya kwanza, na siko hapa kuwahutubia hotuba. Nimekuja mkoa wa Songwe na mikoa yote nitakayopita, nataka nisikie vijana wana hoja gani, hoja ambazo Mheshimiwa Rais anatakiwa kuzifanyia kazi. Wizara hii ni mpya kama nilivyosema, inawezekana kuna changamoto za kimitaji kama ambavyo tunasikia maeneo mengine, inawezekana kuna changamoto za ajira, inawezekana kuna changamoto za mazingira ya kibiashara. Chochote kile ambacho tunafikiri kikifanyika, basi maisha yetu sisi kama vijana yatakuwa bora. Hiyo ndo kazi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma, na amenieleza kwamba vijana katika nchi hii ni zaidi ya 60%. 65% ya wananchi wa Tanzania ni chini ya miaka 35. Lakini katika wafanyakazi wanaojishughulisha na shughuli za kiuchumi, vijana ni 55.6. Maana yake anaweka mkazo mkubwa sana kwenye maendeleo ya vijana. Kwa niko hapa ndugu zangu kama kijana mwenzenu kusema mambo yafuatayo. Moja, sisi vijana tuna kesho kubwa sana. Tunatakiwa tuitengeneze leo, na ili kesho hiyo iwe sawa sawa, maana yake lazima sisi tukubaliane mwelekeo wetu. Lakini la pili, tunahitaji kuweka hoja zetu pamoja. Siku ambazo tutakubaliana, siku ambazo tutakuwa na utofauti, lakini mwisho wa siku tutengeneze mwelekeo mmoja wa vijana, ili mwisho wa siku tuwe na amani yetu na kila mmoja wetu atimize ndoto yake. Ninaamini kila kijana aliyoko hapa ana ndoto anataka kuitimiza. Maono ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha vijana wote Tanzania ambao wana malengo na ndoto zao wanaweza kuyatimiza.